Sasa mmeuliza swala kuna mambo ya mahesabu hasara sijui, lakini kitu ambacho naweza nikamwambia ni kitu kimoja. Anapozungumza CAG kwa sababu ni wajibu wa kikatiba. Anatimiza wajibu wake wa kikatiba. Kinachofuata TIARA huwa anatutaka kila taasisi tunaelezea mafanikio au performance kwa ujumla ya taasisi. Kwa najua mtaitwa kwetu, mtakuja TRC, najua mtaenda taasisi zingine kama National Housing, mtaenda TANESCO, mtaenda TPA. Kwa nilikuwa nafikiri kwa sababu leo ni siku ya iftar, tusifunike na hayo maelezo, lakini nataka kuhakikishia kwamba tutawaita kama maagizo ya msajili wa hazina anavyotaka, kwamba kila taasisi lazima tukaelezee vitabu. Na pale tutakuwa tutaelezeana mambo yote mnayotaka kujua, na ningeomba muingie kwenye website kwanza ya CAG mwenyewe, lakini ya bunge mnaweza mkapata information nyingi zaidi kuhusu mahesabu yetu. Alafu tutakuja kuyazungumzia, lakini kwa ujumla tuko vizuri sana. Tuko vizuri. Sasa mje siku hiyo tuzungumze, mjue kwamba kwa nini tuko vizuri. Lakini tuko vizuri sana, na shirika la reli Tanzania kama ambavyo siku zote tulikuwa tukiwaambia wananchi au Watanzania wategemee huduma bora. Mapungufu yatakuwepo tu, lakini improvement, unajua maisha ni kwamba kila siku ukiona kwamba sasa ufikirie changamoto yote, maana yake hapo ujue kwamba na kifo kinakukaribia. Kwa hiyo so long tunapumua lazima changamoto za kuwepo. Jambo lingine ambalo pengine ni vizuri kuhabarisha Watanzania kama nilivyokuwa nazungumza kwa mbele ya Mufti ni kwamba mpaka sasa hivi ukiangalia mpaka mwishoni mwa mwezi wa pili tumesafirisha watu zaidi ya milioni 2.1. Kwetu kwa watu wa reli inawezekana mtu mwingine anaona ni kitu kidogo, lakini kwa reli kwa miaka ya hivi karibuni, miaka 20-30, sidhani kama tulisha kufikisha hata nusu ya hawa watu kwamba abiria. Kwa kwetu ni jambo kubwa sana. Na hiyo unazungumzia reli ya Tazara na reli yetu reli yetu ya TRC au reli ya kati. Kwa unazungumzia tufikisha hata 500,000. Kwa sisi kwenda milioni 2 ndani ya miezi 7. So miezi exactly ya kuendesha ni pale ambao Mheshimiwa Rais wakuja kutufungulia, na ndio tuliongeza hata mpaka na train. Kwa ni achievement moja kubwa sana. Na kama nilivyozungumza pale, ukitaka kujua impact ya watu milioni 2.1, angalia masaa ambao kwamba kila mmoja anapokuwa anaenda Dodoma, wasafiri kwenda Dodoma, wana save takriban masaa 7. Sasa zidisha milioni 2 mara 7. Hao ni masaa ambao yamekuwa yameenda katika quality life ya kila siku ya wenzetu. Kuna watu ambao sasa hivi wanaweza ka-afford kuja mara 3 Dar es Salaam, familia zao bado ziko Dar es Salaam, lakini wamehamia Dodoma tayari. Kwa hiyo ni maisha ya watu, lakini vile naamini hata magari madogo kwenye barabara yatakuwa yamepungua sana. Kwa sababu unapochukua watu 10,000 kwa siku, unaweza kugawanya mwenyewe kama wangesafiri na magari madogo, watu 4, unaweza kuwa ni magari mangapi yanatoka barabarani. Kwa hiyo ni kitu kizuri kwa taifa letu, na kama nilivyozungumza vile tu karibuni tunajipanga sasa kuanza treni za mizigo. Tuna imani zitakuwa na impact kubwa kama ilivyokuwa impact pengine zaidi ya abiria. Kitu ambacho ni muhimu sana kwa Watanzania, tunapozungumzia faida kubwa au kurudisha pesa zetu, nenda payback period au break even, tunazungumzia mizigo. Sasa mizigo hatujaanza. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa sisi wenyewe tunakipush kwa nguvu sana tuanze. Yaani treni ya sustainability kwa Kiswahili sahihi ni unazungumza sustainability. Yaani ule uendelevu wa treni yetu ya abiria unategemea zaidi treni ya mizigo. Kusubsidize treni ya mizigo ya abiria. Kwa treni ya mizigo tunatengeneza pesa kuweza kuisustain au kuiendeleza treni ya abiria. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunakimbiza nacho, na Watanzania wasubirie kuona treni za mizigo za SGR zikianza kwenda Dodoma. Na hatujataka kusubiri, unajua reli yetu lazima ifike Kigoma, lazima ifike Mwanza. Lakini kwa sababu tumeshaanza vipande viwili, hatukutaka tusubirie mpaka tufike Kigoma au Mwanza ndio tuanze treni za mizigo. Tunataka tuanze sasa hivi kwenda kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma. Kwa hiyo malori sasa yatakuwa nakuja kuchukulia mzigo pale Dodoma, Ihumwa. Then yanaendelea. Kwa hiyo tunaamini itapunguza pressure kubwa sana kati ya Dodoma na Dar es Salaam za barabarani. Yes. Hakuna mengi ya kusema zaidi ya kuwapongeza kwa kazi nzuri hii ya kuwaunga Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kuwakutanisha katika mstari pamoja. Hili jambo kubwa sana mmefanya.
niwasie tu kwa mwenendo kama huu uendelee TRC, na usimamizi mzuri kama huu uendeleze, kuna manufaa makubwa. Na kubwa kabisa pia mmeweza kukumbuka kualika watoto wadogo mayatima ambao tumehusiwa sana juu ya swala la mayatima, tusiwanyanyase, tuwe nao pamoja, tuwalee, wapende. Na Mtume amesema mimi na yule anayemlea yatima atakuwa na mimi pamoja katika pepo. Lakini washilia mbali ya mafunzo ya Mtume, dua za mayatima hazirudi. Na leo walillahi alhamd wametufanyia dua kubwa sana hapa, ambapo hapana haja ya kufanya dua juu ya dua hiyo. Na tuombea sote tuliofika, sote ambao tumefuturu hapa pamoja, niombea nchi amani. Tunakuombea wewe Mheshimiwa Mkurugenzi pamoja na timu yako yote, mwenyekiti na wengine wote wafanyakazi wa TRC. Hii ni baraka kubwa, kwa sababu katika mwaka mzima kisha upate siku moja unaombewa dua na watu yatima kama vile, hilo ni jambo kubwa sana. Mwenyezi Mungu tunataraji ataitikia dua zao walizotuombea, na Mwenyezi Mungu atatufungulia kila tunalihitaji katika nyoyo zetu, na wale ambao tunakusudia basi Mwenyezi Mungu atatimiza inshallah. Lakini pia muombea na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kweli wamefanya jambo kubwa sana katika kutaja mambo yanayofungamana na mwezi wa Ramadhani. Ni kwamba tumemaliza mwezi wa Ramadhani. Nasaha yangu kwa umma, wale waliofunga na wasiofunga, tujaribu kuyashika mafunzo yaliyopita katika mwezi wa Ramadhani. Tangazo letu la mwanzo kabisa wakati Ramadhani tunaanza, tuliwaambia watu Ramadhani ni chuo kinachofundisha mambo mbalimbali, likiwemo jambo kubwa linalofunganya mambo yote, jambo la uchamungu. Kwa hiyo tuliyoyapata katika mwezi wa Ramadhani tuyafanyie kazi, kwa sababu mwezi wa Ramadhani tumejifunza mambo mengi, na moja katika hayo ni kutunza amani. Kutunza amani yako wewe mwenyewe, kutunza amani ya wewe na familia yako, kutunza amani ya wewe na kaya unayokaa, kutunza amani wewe na eneo lako, mtaa wako, kutunza amani ya mji wako, kutunza amani ya nchi yako, na kutunza amani ya wenzako. Wenzako pia wanahitaji amani yako. Tumenasema al-Muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislamu ni yule ambaye Waislamu wengine na watu wengine wote kwa ujumla wamesalimika na ulimi wake, wamesalimika na mkono wake. Yaani Muislamu kamili, mu'min kamili ni yule ambaye amejaribu kuona umuhimu wa amani kwa mwenzake. Hawezi kutumia ulimi akathubutu kumfanyia mabovu na machafu yanayotokana na ulimi wake, kama kumshitumu, kumtukana, kumsema, kumsengenya. Na sisi siku hizi kuna vyombo vya habari watu wasengenyana huko huko. Na mkono wake hapo maana nguvu zake, nguvu zozote tu, hata nguvu za madaraka. Una madaraka alafu kutumia vibaya kumnyanyasa mtu mwingine ni nguvu vile vile. Mtume ametukataza, na hayo tumeyapata mafunzo pia yamesema na mashehe mbalimbali na maimamu katika jumla ya mwezi huu wa Ramadhani. Mwisho niwatakie Ramadhani njema, niwatakie umalizaji wa funga ya mwezi wa Ramadhani vyema, niitakie TRC maendeleo mazuri, iweze kuenea nchi nzima. Kama alikuwa ananong'ona kidogo na mkurugenzi kwamba Tanga inafikiriwa kwa ukaribu, basi naona muifikirie kwa ukaribu zaidi. Niwaambie fadhila za mwezi wa Ramadhani katika neno la mwisho. Tunasema law ya'lamu an-nasu ma fi Ramadhan latamanna sanata kullaha an takuna Ramadhan. Lau watu wanajua fadhila zinazopatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani, basi wangetamani mwaka mzima huu ni mwezi wa Ramadhani. Jana tulikuwa katika iftari fulani tukazungumza
tukafanya tathmini ya Ramadhani ya mwaka huu, kisha tukaona Ramadhani inaondokea nini, ingeendelea hii Ramadhani.